Karibuni sana popote mlipo ndani ya neno la matumaini asubuhi njema kabisa. Kitabu kile cha Samueli wa pili 9 mstari ule wa 7. Daudi akamwambia, usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Yonadani baba yako, na mimi nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako, nawe utakula chakula mezani pangu daima. Akasujudu akasema, mimi mtumwa wako ni nani hata ukamwangalie mbwa mfu kama mimi? Ndipo hayo yote yalipotokea. Shukuru Mungu kwa ajili ya neno lake. Maana Biblia iwazi kabisa, palikuwa na mtu kwa jina ambaye alikuwa ni mlemavu, na Mungu ni mwaminifu kwa sababu ya dunia hii, maana huandaa mtu kwa ajili ya mwenzie aliye mbele yake. Daudi akauliza, je, ni nani aliyesalia katika nyumba ya Sauli nimtendee mema kwa niaba ya Yonadani, ambaye tumekuwa naye rafiki wa karibu sana na tumefanya naye mengi katika habari ya kutumikia Mungu. Nasema hivi, palikuwa na kijana jina lake Mefiboshethi, ambaye siku moja alipoanguka miguu yake ikapata ulemavu, alipatikana. Na siku ilipofika akaletwe mbele za mfalme, maana mfalme alikuwa tayari kurejesha vitu vilivyokuwa vya jamaa na nyumba ya Sauli kwa watu wa jamaa ya nyumba yake. Nasema hivi, siku ipo vitu vyako na vyenyu vya jamaa na watu wa kwenyu vinaweza kuwa vimeondoka, lakini kwa habari za neema ya Mungu, Bwana yuko tayari kubariki maisha yako, na kupitia kwako umo miongoni watakaoketi katika meza ya kifalme na kusema, je, ni mimi? Na je, haya yametendeka? Maana yupo mtetezi Mungu wetu ambaye hukumbuka, na anaweza tumia watu kama wakina Daudi kusema, je, ni nani aliyesalia katika nyumba ya kina huyu ili nimtendee mema? Ni nani aliyesalia katika nyumba ya kina hawa ili nimfanyie haya mazuri? Aketi katika meza ya kifalme, ale kwa meza ya kifalme, na mwisho wa safari nimrejeshe vitu vyote vilivyokuwa vya jamaa yao. Natamani Bwana anayefungua bingu akufungulie bingu yako, jinsi aliyofungulia Mefiboshethi na akapata neema tena ya kurejea na kuketi katika nyumba ya kifalme na kula katika meza ya kifalme. Mefiboshethi anapata kibali machoni pa mfalme, anaketi mezani pa wafalme, anakula katika meza ya kifalme, na vitu vya kwao vinarejea mikononi mwake. Natangaza siku hii nzuri ya maabudio, zipokee baraka ambazo Bwana aliahidi kwa ajili ya jamii yenu. Zipokee baraka ambazo Bwana aliahidi kwa ajili ya watoto wenu. Zipokee baraka za masomo, pokea baraka za kufanikiwa, pokea baraka za kuinuliwa. Pasiwe na jambo lolote litakalolemewa kwenyu, ya kwamba Bwana atatuma mtu atakayesimama kwa niaba yenu. Maana kisha Daudi akasema, je, amesalia nani mtu katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Yonadani? Amesalia nani katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Yonadani? Mashamba yaliyokuwa yao nimrejeshe, vitu vilivyokuwa vyao nimpe, katika jina la Yesu Kristo. Pokeeni vibali na nguvu za kurejeshea vitu vyenyu ambavyo adui alitoroka navyo, ambavyo pengine vimepotea. Nasema leo hii Bwana alete mtu kama Daudi atakayesimama kwa niaba na kusema amesalia nani. Na najua Bwana amekuweka wewe kuwa masalio na maakiba kwa ajili ya kulete hizi baraka kwa jamii yenu. Nasema zipokee asubuhi njema katika jina la Yesu Kristo. Zipokee mchana wa leo katika jina la Mungu wa Israeli. Pokeeni baraka zenyu ambazo Bwana amewawekea katika jina la Yesu Kristo. Amesalia nani katika nyumba ya Sauli nimtendee mema? Amesalia nani katika nyumba ya mzee huyu? Azipokee baraka hizi. Amesalia nani katika nyumba hii? Apokee urithi huu. Nasema zipokee urithi ambao Bwana alikuandalia. Sema hivi, usiogope, usiogope lolote. Maana Daudi akasema, usiogope, nitakutendea mema, nitakutendea mazuri ambaye ningemtendea yaliyokuwa Yonadani. Basi ni nani amesalia? Pokee hizi baraka. Natangaza asubuhi njema kabisa, popote ulipo, zipokee baraka ambazo Bwana ameandaa kwa ajili yako. Usihofu lolote, usiogope lolote, usikate tamaa, usirejee nyuma, usiwe miongoni mwa watu ambao hawaoni matumaini. Maana yupo Mungu atakayetumana, atatumana, lazima utaketi katika meza ya kifalme. Baba, katika jina la Yesu Kristo, jinsi unavyokumbuka kijana Mefiboshethi, tunajikabidhi tena ulinzini mwako. Tupe neema,
tupe ushindi, tupe baraka, tuzingire. Tumepoteza vitu vingi Bwana, virejeshe. Tulinde Bwana, tuketishe katika meza ya kifalme. Tusaidie, neema yako itulinde, nguvu zako zikae nasi, maana wewe ni Mungu. Endelea kuinua watumishi wako popote walipo, walinde na kuwatunza na uwepo wako, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Bwana akulinda, kutunza, kupe kibali kwa ajili ya siku hii, akuhifadhi na akupiganie, na siku yako ikainuliwe na kutunzwa na Mungu wa Israeli. 456146 hiyo ni namba yetu. Pia unaweza simama nasi kwa msadaka yako, ukituma hapo ni baraka tele. Hii ni Radio Fortune Africa, ukweli na burudani, na neno litadumu milele. Asante na